Harakati za Mwikenda zinakuletea mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, Deodatus Mwanyika, akisema kuwa kuna haja kubwa ya serikali kuzitambua mbegu za asili kwani zina umuhimu mkubwa, ama sivyo zitapotea kabisa. Pamoja na mambo mengine ameyasema hayo wakati kamati hiyo ilipokutana na kikosi kazi cha wakulima bungeni Dodoma Aprili 18 mwaka huu, kinacholitaka bunge litunge sheria kuzitambua mbegu hizo za asili. Ndugu zangu wadau wa mbegu za asili au mbegu za wananchi ambao mmechanganyika hapa, tunasema kuna wale ambao wako upande wa utafiti na wale ambao wako upande wa mashirika, kuna wakulima vile vile. Sasa sisi kwa awali ya yote tunawashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuja tena kukutana na kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, tunasema viwanda, biashara, kilimo na mifugo. Siku zote chombo hiki cha bunge ni chombo cha uwakilishi cha wananchi, na asilimia nasema 90, nasema 60 kwa takwimu za Bureau of Statistics, kwamba asilimia zaidi ya 60 za Watanzania ni wakulima. Kwa hiyo hii ni kamati ya muhimu kweli kwenye uwakilishi, na tunafarijika kwamba moja ya kazi zetu ni kuisimamia serikali, na kwenye kuisimamia serikali tunaweza tukatoa maelekezo pale inapobidi kupitia kiti cha spika, lakini kwenye taasisi zao za kawaida mwenyekiti wa kamati anaweza katoa maelekezo kupitia kwa waziri. Sasa la kwanza kabisa, tulipokutana mara mwisho tuliwapa ushauri na tulisema tunataka mkafanye tafiti, na hizo tafiti mshirikiane na taasisi za serikali kama TARI, TOSCI na nyinginezo. Kwa hiyo sisi tumefurahi kama kamati kwa sababu jambo hilo mmelifanya na mmekuja hapa mkituambia kwamba mmeshalishughulikia. Mmeshirikiana na taasisi za serikali kwenye hizo tafiti, kwa sababu shida yetu ilikuwa ni kwamba kabla hata ya kuzitambua hizi mbegu, wakati tunaisukuma serikali na tunasimamia izitambue rasmi, tulitaka vile vile kuwe na maandiko, kuwe na machapisho, kuwe na majarida, kuwe na hoja za kisayansi, ili tuwe na pakusimama na pakusimamia. Kwa hiyo tunafurahi kwamba hilo mmelifanya, linatupa nguvu kama kamati. Lakini la pili, leo mmekuja tena kwa ajili ya kutupa feedback, lakini na vile vile kupata miongozo zaidi. Ndugu zangu, tulitoka tumeachana, sisi tumeendelea na kuitaka serikali iingie kwenye mchakato wa kisheria wa kuzitambua mbegu za asili, na tulihakikishiwa kwamba wizara yetu ya kilimo wako kwenye mchakato wa kupitia sheria ya mbegu, na tuliridhika kwamba kwenye utaratibu huo labda watafika mahali ambapo na hizi zitatambuliwa, na imekuwa jambo la heri kwamba mmekuja kutupa feedback ya kinachoendelea. Kwanza tunaishukuru sana wizara ya kilimo, imeendelea kulifanya lile ambalo tuliwaelekeza kwamba wapitie hizi sheria na sera kwenye eneo la mbegu. Kwa hiyo wanalifanya hilo. Kwa hiyo tunawashukuru, wanafanya ambacho wametuahidi na wametuambia kwenye utekelezaji wa mambo ya mwaka 2024 kwenda 25 walituambia hilo wanalishughulikia. Lakini nyinyi mmetuongezea kwamba ni kinachoendelea kwa kiasi gani mnaona kinakwenda sawa, kwa kiasi gani mnahitaji msaada zaidi. Na kama tumewaelewa, pengine mnadhani kwenye huo mchakato bado unaweza usitoe majibu ambayo mnayategemea, na ndio maana mpo hapa kutupa vile vile kutushirikisha. Kwa sisi kazi yetu ni moja kubwa, kuwasikiliza. Baada ya kuwasikiliza na sisi kufanya utafiti wetu na kuongea na serikali kupitia wizara ya kilimo kuhusiana na hoja ambayo nyinyi mmeiweka au mmeisema. Lakini msimamo wetu ni ule ule kwamba na sisi tunaona haja kubwa ya serikali kuzitambua mbegu za asili, mbegu za wakulima
kisheria, kisera kwanza, lakini na kisheria na kwa miongozo ambayo inatolewa. Na tunaliona hili la muhimu kwa sababu tunafahamu drawbacks au changamoto ambazo mbegu za asili zinapitia, ambazo ni za kitaalamu vile vile, kwamba wataangalia productivity kwamba iko chini. Na tukumbuka kama serikali yenyewe inaangalia bigger picture. Kitokea njaa hapa, wala tutaangalia mbegu za asili, tutaanza kutafuta wapi tunapata chakula. Kwa hiyo tukubaliane kwamba iko hoja ya hizi nyingine kuendelea, kwa sababu tunataka food security ni pamoja na huo uhakika. Sasa tunajua kwamba hizi peke yake hazitoshi za asili. Lakini hoja bado ipo kwamba sio swala la kula ugali mkubwa tu. Ni kula ugali ambao una virutubisho sahihi. Na mimi kama mbunge wa Njombe hapa ndio ninaposimamia. Kwa sababu sisi tunalima mahindi sana. Njombe, Iringa, Mbeya, Songea. Lakini kwa mujibu wa takwimu ambazo mimi sina sababu ya kupingana nazo, tunaambiwa kwamba bado utapiamlo. Udumavu akili sina uhakika sana. Lakini tunaambiwa kama tunaongoza kwenye masuala yanaonyesha kwamba kuna udumavu. Na sisi hatupingani na hilo. Tunatakiwa lifanyiwe kazi na mikakati inaendelea. Lakini naona kwamba mbegu za asili ni njia mkato ya kutufikisha. Kwa hiyo ndio maana sisi kama kamati we fully embrace umuhimu wa mbegu za wananchi, zipate recognition na zipate support ya serikali. Na katika moja ya mapendekezo ambayo mmetuomba ni kwamba serikali iongeze uwekezaji kwenye huduma za ugani kwenye maeneo haya. Serikali sasa hivi inatumia fedha nyingi kuhakikisha kwamba tunaongeza tija. Sasa issue ni kwamba tija iende mpaka kwenye mbegu za asili. Nadhani hoja ni ya msingi kabisa. Lakini hoja ni ya msingi zaidi kwa sababu ya lishe. Swala zima la lishe ni swala kubwa. Lakini la kubwa zaidi kwa sababu tunatambua kabisa kwamba tusipofanya kitu fulani, hizi species hizi zitakuja kudisappear. Nilikuwa nasoma kwenye andiko lenu hapa, wanajaribu kutrace 250 years. 93% ya many species za kiasili zimeshapotea kwenye planet. Kwa hiyo na sisi kama Tanzania ni lazima tutambue hilo, na tunafurahi kwamba wizara yetu na serikali inaitambua. Mchakato unapokwenda unania hiyo, lakini ni kazi yetu sisi kuhakikisha tunaurengesha kule ambako tunadhani utatusaidia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa input yenu mliotupa leo. Itatusaidia kuendelea kwenye hoja ya mbegu za asili. Kimsingi nadhani hakuna anayekataa, wizara wanakubali na kila mtu anaamini kabisa lazima tuwe na benki za mbegu ambazo zita-include mbegu za asili. Hilo halina ubishi. Sasa kwenye utekelezaji ndio tusaidiane hapo na tupeane taarifa kama hizi za kila wakati ili wote tuongee lugha moja. Na mwisho kabisa niwapongeze sana na kuwaomba muendelee na kazi hii. Mapambano ya kupambania mbegu za asili sio mepesi, kwa sababu mimi nimeshataja, mimi siwataji wale mmewataja hapa ambao wana malengo makubwa ya kidunia. Inawezekana yana nia zao nyingine ni nzuri, lakini kwenye lengo hilo sisi tunasema tusiumizwe, kwa sababu tunahitaji hizi mbegu za asili. Mimi nilikuwa nikila mbegu za mboga ya maboga, majani ya maboga. Yaani siku hizi ukienda kule kwetu Njombe, hao mbegu za maboga unafanya kutafuta. Hauyaoni ya maboga. Zile mbegu hakuna. Matokeo yake tunaanza kula maharage yamekuwa packed, yametoka wapi? Na zile mboga za kiasili nyingi zimepotea. Sasa unaanza kujiuliza, mababu zetu walikuwa magonjwa haya ya kansa walikuwa hawajui, pressure walikuwa wazifahamu. Na sababu Mungu alikuwa anawapenda sana. Lakini sasa hivi hali sio nzuri. Hali inazidi kuwa inatishia.
serikali inazidi kuinvest kwenye vituo vya afya. Kwa nini? Kwa sababu inaona hiyo riski kubwa. Lakini mbegu za asili ni preemptive strategy ya kupunguza hiyo tatizo. Kwa hiyo nadhani kila mtu lazima aisupport. Basi niishie hapa na kuwakaribisha tena siku nyingine kwenye kumbi zetu za bunge. Mmetu nourish akili zetu na tumepata kitu kikubwa. Bunge linakwenda kuisha mwezi wa 6. Kamati ya bunge ndio maana inaitwa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, biashara na viwanda. Itaendelea kuwepo. Kuna wajumbe hapa wameshakaa kwenye kamati miaka 15. Wengine wamekaa miaka 10. Kwa hiyo hizi hoja bado ziko mezani na zitaendelea kupiganiwa na kamati hii. Lakini tunashukuru Mungu kwamba na nyinyi mmetuombea. Tunaamini kamati hii watu wote watarudi. We have a noble cause to fight and God will help us to make sure that we return. Sababu tunafanya kazi kubwa na sisi kama kamati tunafarijika sana kwa mambo ambayo kamati hii imeweza kuachieve katika kipindi kwa kushirikiana na serikali. Mambo mengi tuliyoyasema wameyatekeleza. Mengi. Bajeti ya kilimo imeongezeka. Kutoka sisi tumeanza ilikuwa 290, imeongezea 1.2 trillion. Uwekezaji kwenye utafiti umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Umwagiliaji ilikuwa ni historia tu inaongelewa, hela ndogo tu. Sasa hivi tunaongelea milioni 400 kwenye bajeti kwenye umwagiliaji. Kwa hiyo tumefanya mambo makubwa na tuko tayari kufanya mambo makubwa. Tunamshukuru Mungu turudi salama. Baada ya kusema hayo, naomba niahirishe hiki kikao. Naye Salma Kikwete, mbunge wa Mchinga ambaye ni mke wa rais mstaafu, pamoja na baadhi ya wajumbe kamati hiyo waliunga mkono uundwaji wa sheria hiyo. Dr. Shengoma amechangia, Dr. Kalemani amechangia, halikadhalika na wengine wamechangia kwa kiwango kizuri. Hata wataalamu wamechangia na wakasema ya kwamba hii sheria ni sheria ya kibepari. Na ni kweli unaona ni sheria ya kibepari. Sasa ifike wakati kama Watanzania, kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni lazima tutengeneze mabadiliko, tutengeneze mapinduzi makubwa juu ya kuweka sheria iliyokuwa nzuri ya kuingiza hizi mbegu za asili kwenye sheria yetu. Na hili jambo linawezekana. Na lazima ifike hatua, Mheshimiwa Mwenyekiti, uingie kwenye history ya kwamba ni kamati yako ambayo tulikutana na wataalamu tukaingiza mbegu zetu za asili kwenye sheria. Lakini sambamba na hilo, kila mtu anatafuta. Walipokuja wakoloni walipokuja kutawala, kila mtu alikuwa na mtazamo wake ndani ya bara letu la Afrika. Kama mtakumbuka historia, mwaka 1884 bara la Afrika liligawiwa katika makoloni. Wakaona kwamba Afrika ni watu waliolala, Afrika ni watu wasiojua kitu, Afrika ni bara lenye giza, Afrika ni watu wasiokuwa na chochote kile. Lakini tuambue kwamba pamoja na wao walikuja, walitukuta tuna vitu vyetu. Elimu yetu ilikuwepo, elimu ya jadi, na watu walifanya elimu ya jadi. Mazao yetu haya tunayozungumzia leo yalikuwepo, na wakati huo na wao walikula haya. Kila kitu chetu kilikuwepo. Kukawa na wao wakasema dansi za Kiafrika ni za kishenzi, vyakula vya Kiafrika ni vya kishenzi, hiki cha Kiafrika, kila kitu cha Kiafrika kilionekana hakina maana.
lakini walitaka watutawale, tuone vya kwao ni vya maana na sisi vyetu havina maana. Sasa ni wakati na sisi wa kutambua hizi mbegu zetu za asili. Hivi ni vitu vyetu sisi wenyewe. Tukivitambua hivi vitu vyetu wenyewe kama Tanzania, Afrika yote itavitambua na tutaviuza ndani ya bara letu na tutaviuza na nje ya mabara mengine. Na kama hivyo Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu sio alikosea. Alitaka kila kitu kifanyike katika maeneo husika. Na ndio maana hapa hatuna sababu ya kutafuta sijui zinki, ya kutafuta iron, ya kutafuta kitu gani. Vitu vyote vipo pale. Wakati mwingine mpaka watengeneze wachanganye madawa. Na madawa nayo yana shida katika uhifadhi. Lakini sisi vitu vyetu tunayo. Nilichotaka kusema ni kwamba sasa hivi tuko kwenye bajeti ya mwisho ya mwaka 2025. Mmetuletea ushauri mkubwa umepatikana na tunakupongeza sana ndugu Manungi kwa maelezo makubwa na mazuri, na mmefanya tafiti za kutosha juu ya mbegu zetu. Hata tukilichukua hapa tukalipeleka kule, ninaamini hakuna mtu asiyetaka cha kwake. Kila mtu anataka cha kwake. Itakuwa jambo jema na ni jambo zuri, na hakuna watu watakaosema sisi ili hatulitaki, tunalitaka lile. Baada hapo spika atasema nani wanakubaliana na hayo. Naamini bunge zima litasema ndio tunakubaliana nayo. Nani wasiokubaliana na haya, bunge litakaa kimya. Waliosema tunakubaliana nayo tutashinda. Wale wengine watanani mabepari tutawaacha na ubepari wao, na sisi tutabaki kwa na chakula. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana. Shukuru sana Mheshimiwa Mama Salma Rashid Kikwete kwa mchango wako mzuri. Kwa hiyo ni ushauri tu. Kwa vile nyinyi ni wataalamu, nimeona kuna wanasheria, kuna wachumi. Hebu kaeni na wataalamu wa serikalini na utaalamu wenu na utaalamu wao. Mchanganye teknolojia zote za asili na za kisasa. Mtatuambia sisi wakilishi wananchi tunapata nini. Kwa vyovyote vile Mheshimiwa Mwenyekiti atapata kitu kizuri zaidi. Kwa ni ushauri wangu wa kwanza. Lakini ushauri wa pili, kasi ya kutangaza hizi mbegu za kiasili naona ni ndogo. Kasi ya kutangaza. Nadhani sisi tuongeze kasi. Na sisi kututangazia si wakilishi wa wananchi sawa. Lakini nendeni kwa wananchi wakulima wenyewe ukatangazeni huko. Kwa lugha hizo. Kuna ambako wataalamu wa kisasa wanakwenda. Na nyinyi nendeni huko. Kwa sababu watazitumia zote, matokeo yake watu watayaona. Kwa hiyo nilikuwa nashauri Mheshimiwa Mwenyekiti, hebu kasi ya kuzizungumzia mbegu za kiasili kwa upande wa serikali, kwa upande wa wadau na sio wakilishi wa wananchi, hebu tuongeze hiyo kasi. Kasi naona kama ndogo imefunikwa na ile kasi ya kisasa. Sasa matokeo yake tutaendelea kupotea zaidi kuliko ambavyo tunatarajia. Kwa hiyo nilikuwa nashauri Mheshimiwa Mwenyekiti hilo nalo tulitazame sisi wadau pamoja na nia njema, lakini hebu twende tukatangaze hizo mbegu za kiasili, umuhimu wake, ubora wake na uendelevu wake. Na hayo ndio mambo ya kueleza wananchi. Lakini la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu swala hapa nadhani ni soko. Nadhani soko la mbegu hizi pia lipo. Hebu zungumza na serikali. Kama mbegu za kisasa zinauzwa na mbegu za kiasili zinaweza zikauzwa, zote ziuzwe kwa pamoja, watu wachague. Mtu akienda kupanda sasa ataona matokeo yake. Na mimi nikipanda nataka nikione nikienda sokoni nipate faida. Kama kwa vyovyote vile nimepanda heka moja, nikapata magunia 20 kwa mbegu za kiasili na magunia 10 kwa mbegu za kisasa, nitarudia tena mbegu za kisasa. Kama nimepanda mbegu za kiasili nikapata magunia 10, mbegu za kisasa magunia 30, nitarudia mbegu za kiasili. Kwa hiyo matokeo ndatuelekeza kwenye manufaa na tija ya kilimo chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Wale tunaowakilisha kuhusu sumu kuvu
unaambiwa mbegu ziliwekwa mahali au cereals, mahindi au nini, alafu ikapata sumukuvu. Je, chanzo cha sumukuvu ni unyevu pekee au sumukuvu ni kitu gani? Hilo ni jambo moja. Na kama mimi mbunge katika level hii inasumbua kufahamu wale wa chini inakuwaje. Jambo la pili, hawa wenzetu waliotoa elimu, na huku naona hata hiki kijarida kinaonyesha, wanaposema kwamba mbegu fulani ziwe katika ukavu wa kiasi fulani, iwe ni mahindi yawe yamekaushwa kiasi fulani, iwe ni hata kahawa mathalan, japo ni another crop, ile ya kupima kwamba dehydration of that cereal or of that seed ni kiasi fulani, watu kule vijijini wanafahamje? Mimi nawakilisha vijiji, ni mbunge viti maalum kule kwetu, wa mama wa kijijini hawajui hiyo. Nilikuwa naomba tukufahamu ili wasiishie kuweka darini mbegu zinanuka moshi na nini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Hapa ni baadhi ya wakulima wa kikosi kazi hicho wakiongozwa na Daudi Manongi ambao wamefanya utafiti juu ya umuhimu wa mbegu hizo, wakiomba kamati hiyo kuhimiza uundwaji wa sheria kuzitambua mbegu hizo. Na pia tunashirikiana na NPRC katika kuhifadhi hizi mbegu. Na hizi benki za mbegu ambazo unaziona, mwanzo tulipokuja tulikuwa tuna benki za mbegu 30. Tukaja tukawa na mbegu za benki za mbegu 38. Sasa hivi tumeprogress, tumefika 45. Na tunaendelea kuzianzisha kupitia wadau mbalimbali. Sasa kama ulivyosema Profesa Nakidemi, ni kwamba tafiti tayari zimeshafanyika. Na tumeshafanya tafiti kwa kiwango kikubwa, na yawezekana nyingine hatukuweza kuziweka leo mezani kwa sababu zinasubiri tu procedure chache kwa ajili ya kuwekwa kwenye international journals, na zitatoka very soon. Kwa hiyo tuwatoe hofu, sisi tulichukua kwamba sisi tulichukua kwa kiwango kikubwa ushauri tuliopewa tangu tulipokutana na kamati mara ya kwanza, kwamba tujikite katika tafiti shirikishi. Na ukienda huko ambako tunafanya kazi, tumetengeneza mashamba darasa, ambayo yale mashamba darasa yanaonyesha aina fulani ya mbegu. Kwa mfano unaweza kuona kwa mfano njugu mawe, njugu nyeupe labda inatoka Bahi. Tuna njugu nyingine labda inatoka ni madoa inatoka kanda ya Ziwa. Labda tukachukua, kwa hiyo tumezunguka, bahati nzuri tayari wameshirikiana na sisi, tumeweza kuzunguka karibia kila wilaya. Tumekusanya mbegu za ulezi, tumekusanya mbegu za ufuta, tumekusanya mbegu kwa ajili ya tunaita mazao yasiyopewa kipaumbele. Jumla ya mazao 12 sasa. Tafiti zinafanyika. Na hata ukiangalia haya mahindi tulionayo hapa, tayari tumeshafanya tafiti na tayari kushirikiana na chuo kikuu cha Sokoine. Tayari wameshatoa kwamba ni kiwango gani cha madini kiko kwenye haya mahindi. Kwa hiyo hii publication ipo, na bahati nzuri hii kampeni yetu inaitwa Mbegu ni Uhai. Ukiskani QR code unaweza ukaona kwenye hiyo kampeni kuna vitu vingi tumeviongezea, na tutatoa soft copy nyingine ambayo inaonyesha baadhi ya publications ya hizo tafiti, ili na nyinyi muweze kuzitumia kwa ajili ya kufanya kazi nyingine za uchechemuzi. Kwa hiyo tuwatoe hofu kwamba mapendekezo yote ambayo kamati iliitoa kuhusiana na swala zima la utafiti tumeyachukua na tunayafanyia kazi. Kitu tunachokiomba zaidi ni kwamba katika kila majimbo ambako kwanza tunaamini mtashinda, makofi. Tunaamini kwamba mtashinda. Sasa ili wakati mnarudi kwa ile fezi nyingine, sasa tunaomba msisite kutusumbua. Sisi tutawafundisha wakulima namna ya kuanzisha hizo benki za mbegu. Tuko hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Na hawa wadau tulioko nao hapa, kwa bahati nzuri tuna wadau wawezeshaji, ambapo tukiongea hivi na uhakika wadau wawezeshaji wanatusikia, watawaunga mkono, na sisi na ile 20% ya kilimo ambayo inatakiwa kurudi moja kwa moja jimboni, basi itusaidie na sisi kuchangia kwenye ujenzi wa hizo benki za mbegu. Tulinde nasaba za mimea, tulinde nasaba za wanyama, kwa sababu tusipoilinda mbegu tuna uhakika kwamba siku moja tunaweza tukawa ombaomba, na tukiwa ombaomba kwenye mbegu tuna uhakika tunaweza tukalishwa vitu ambavyo hatukutarajia kuvila. Ndio madhara yanaweza kujitokeza hapo, tukaona kansa,
pressure na vingine vingi ambavyo hatukuvitarajia vinaanza kuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaweza kuzilinda, tunaweza kuzitunza na kuziendeleza hizi mbegu zetu kwa kuweka juhudi mbalimbali kushirikiana na watunga sera kama nyinyi. Asanteni sana na nashukuru sana. Watu kutoka TARI, watu kutoka TOSCI, watu kutoka ASA kuangalia, kwa sababu ukiangalia seed certification law ambayo ni ya 2007, ukaangalia Plant Breeders Act ya 2012 na Mother Seed Act ya 2003, hizi sheria zote kwa namna moja au nyingine zinajaribu kuzielezea zaidi mbegu ambazo zimerasimishwa, kwa hazizielezei sana mbegu za wakulima. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri akaelekeza kwamba tuje na framework ambayo labda itasaidia katika kuhakikisha kwamba mbegu za wakulima zinaingia sokoni. Letu ni moja tu, kwa sababu katika hatua zote inafikia mahali nataka mbegu za wakulima ziingie kwenye kigezo cha DUS, yani distinctiveness, uniformity pamoja na stability. Sasa kwa mfano ukiangalia ukiangalia mahindi yetu haya hapa kupata DUS, kigezo cha DUS ni ngumu, kwa sababu hizi mbegu hazina mfanano wa kutosha. Hata ukizipanda shambani, urefu wake utatofautiana, ukubwa wa mbegu utatofautiana, na rangi za mbegu zitatofautiana. Kwa hiyo sasa tunataka hiyo sheria izitambue hizi mbegu kulingana na tabia zake, kuliko kuelekezwa kwamba kwa sababu sisi tumesaini itifaki ya UPOV 91 ambayo inaelekeza kwamba lazima mbegu zipitie hicho kigezo cha DUS, si ndio? Sasa kigezo kile cha DUS hatukioni sisi kama kina msaada mkubwa kwa mbegu kama hii ukiangalia, kwa sababu kwanza ina utofauti wake katika kuizalisha. Uangalie tofauti wake hata katika rangi, utofauti wake hata katika size yenyewe ya mbegu. Kwa hiyo hii mbegu kimsingi ukiipitisha kwenye hilo chekecheo itafeli. Sasa tunataka tunatamani sheria itambue kwamba mbegu za wakulima zimeumbwa, ziko kwa zile zilivyo, kwa nasaba zake na tabia zake zile zilivyo kama Mungu alivyoziumba, na zitambuliwe namna hiyo. Na hata ukiangalia kwenye itifaki ambayo sisi pia tumeweza kuiangazia ya UNDROP ambao ukiangalia kwenye kipengele cha 19 imeelezea kwamba ni vema tukazitambua hizi mbegu za wakulima kulingana na tabia zake, vile ambavyo zinafanya kiikolojia na vile ambavyo zipo kibiolojia, kwa sababu kulingana na hizo tabia zake ndio tunapata uwakilishi wa zile mbegu za mkulima moja kwa moja. Asante sana. Kuibua hoja. Kwanza kabisa wakulima tulikuwa mashirika ya wakulima pale tulikuwa mangapi? Na tulikuwa watu watatu tukiwakilisha kikosi kazi cha mbegu. Mimi kutoka Shiwakuta, Eliud Letonga kutoka mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha, na mkulima mwingine mmoja. Tukasema sawa, hii ni sheria ya mbegu. Mbegu ya asili mnaweka wapi? Kwa sababu mara kadhaa tumeshafanya vikao, tumekutana na kamati ya kilimo ya bunge, tumekutana na wataalamu. Jambo hili tumeendelea kuliibua mara kwa mara. Jambo hili lina nafasi gani? Sasa mkurugenzi wa TOSCI yuko pale, rafiki yetu mpendwa Mbwediagi, pamoja na wataalamu wengine wa wizara. Wakasema jamani, nature ya sheria hii ya mbegu kwa jinsi ilivyo inasimamia mbegu hizi ambazo ni qualified seed. Sijui wanasemaje kitaalamu? Certified seed. Mbegu hizi zisizo mbegu za asili, mnaziita za asili, mbegu zinazosimamiwa na wakulima, hili halina nafasi katika hili. Nafasi mlionayo ni kutoa push ya kuweza kuanzishwa kwa sheria independent itakayosimamia mbegu hizi za wakulima. Tukamwambia pamoja na hayo, mnaweza basi mkaeka mengine yote, lakini at least sheria hii tulionayo sasa hivi, manake kitu usichokuwa nacho huna hakika nacho sana kuliko kitu kilichopo. Angalau sheria hii ionyeshe, itoe slot kwamba pamoja na kuwepo kwa sheria hii, lakini utatengenezwa sheria nyingine ya kusimamia utaratibu wa mbegu zinazosimamiwa na wakulima au mbegu za asili, mbegu yenyeji. Maana wanasema zaidi tutumie neno mbegu yenyeji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli ni kwamba hatukuridhika. Sawa, wenzetu ni wanasayansi katika tasnia ya mbegu, ni wa serikali,
hatukuridhika sana, hatukuona kama tumepata, na sisi tukasema okay, tuna utaratibu kila mwaka wa kukutana na kamati. Kilio chetu tutakipeleka tena kwa kamati, kwa sababu mwisho nao watazunguka nchi nzima kuchukua maoni ya wadau, lakini mwishoni watapeleka bungeni. Ndio maana tunaona kuna haja ya kulisema hili mbele yenu kwamba hatuoni kama tumesikilizwa. Tukawauliza wenzetu wa kanda ya mashariki, majibu waliopewa ni hayo hayo. Maana sisi tulipokea majibu upande wa kanda ya kaskazini. Sasa hatuwashtaki, huenda kweli ndivyo nature ya sheria ilivyo. Mimi sio lawyer by profession, ni mtu wa maendeleo ya vijijini. Kwa kasema, Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati, mliangalia hili kwa sababu mwisho wa siku litakuja kutua kwenu. Hatuoni kama mbegu hizi zinazosimamiwa na wakulima zimepata fursa katika mchakato huo. Na hii tunaona kwamba inaweza kuwa ni mtego mkubwa sana, kwa sababu establishment ya sheria mpya tunajua mchakato wake si mrahisi sana. Tunasema zimu likujualo halikuli likakwisha. Nyie tayari tunafahamiana, tumesha kushirikiana kwa muda mrefu. Hatujui kamati inayokuja mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Je, kamati inayokuja itakuja ikipokea mlio ya majadiliano haya ambayo tumeyafanya wakati wote, au watakuja katika mlolongo? As long as hili ni bunge la mwisho katika awamu, tunaomba sana swala hili liangaliwe. Mwenyekiti, Profesa pale ni kitu cha muhimu sana. Mimi tuombe kama siku tukipata forum ziandae huo ushahidi, hizo nchi zilivyofanya, Peru wapi, wamewezaje kuexempt hizi mbegu za wakulima zisipate hiyo shida, India na wapi. Mkipata hiyo picha, kwa sababu sasa hivi serikali inafanya mapitio ya alivyokuwa anasema Laiza ya sheria hiyo ya mbegu, lakini bado wako wanataka kubakiza vitu vile vile. Kwa hiyo ikipata na hiyo mifano, labda inaweza ikasaidia kuweka vipengele ambavyo hizi mbegu zitakuwa protected. Lakini hawa mabepari they want to make to maintain hiyo status iliyopo mbegu zao, na ni biashara. Mbegu ni biashara, mbegu ni waya. Mkianza kuruhusu hizi mbegu za wengine, ndio maana wanasema aje, tuna kipengele kimoja wanachokitumia, inaweza kuzaa kama ile nyingine. Sisi tunataka lishe, sio kuzaa. Inaweza ikawa kuzaa ni moja, lakini mbegu zenye lishe. Kwa hiyo kuna faida nyingi, lakini bado kuna hiyo resistance. Lakini nadhani tukienda pamoja tunaweza tukafika. Asante.